Ninaitwa Askofu Eusebio Samuel Kiando, ni askofu wa 3 wa jimbo la Njombe. Nilizaliwa mwaka 1964 tarehe 7 mwezi wa 3 katika kijiji cha Idende ndani ya parokia inayoitwa Makete katika jimbo hili la Njombe. Labda kwa ufupi, kwa kuzaliwa kwangu historia ni hivyo. Mimi ni mzaliwa wa jimbo hili la Njombe. Miaka miwili, kwa kweli karibu natimia miaka miwili, kwa sababu tarehe 14 ni siku chache zinazokuja nitatimiza miaka miwili kamili toka niliposimikwa na kuwekwa wakfu kwa askofu wa jimbo hili. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu mambo mengi sana yametendeka katika kipindi hicho, kiuchungaji na pia kiutawala. Kiuchungaji tumefaulu kupita katika maeneo yote, parokia zetu zote kwa maadhimisho ya masakramenti, lakini kwa safari za kichungaji tumepita huko na kuongea na wenzetu, lakini pia tumekuwa na mikakati ya kuboresha shughuli zote za kiuchumi katika parokia mbalimbali. Kwa hivyo tumepita kwa ajili ya semina hizo katika parokia zetu, lakini pia tumekuwa na vikao mbalimbali ndani ya miaka miwili kujuana na kupeana mikakati mbalimbali ya utendaji kazi katika ndani ya jimbo letu. Kwa hiyo naona ni baraka tele kutoka Mwenyezi Mungu, na tumefaulu kwenda katika kasi ambayo tulitegemea, na tuna matarajio kwamba tunapoanza miaka mingine Mwenyezi Mungu anaendelea kutupia nguvu na kutuimarisha. Lakini pia katika shughuli zingine za kiuchumi tumewahusisha waamini wote wa jimbo la Njombe katika shughuli za kuhakikisha kwamba tunalitegemeza jimbo letu kwa michango mbalimbali, lakini pia kwa kuunda kamati zinazosimamia shughuli za uandaaji wa bajeti na kusimamia shughuli zote za miradi mbalimbali ya kijimbo. Na kwa namna pekee sasa tuna pia shughuli ya ujenzi kwa ajili ya ofisi ya jimbo. Tunakamilisha shughuli hii, lakini tumewashirikisha wote. Kuna kamati ya ujenzi, wapo mapadri, wapo walei, wapo watawa, na tunafanya kazi kama familia moja ili kuhakikisha kwamba mambo haya tunafanya kwa ufanisi na kila mmoja aweze kuona jimbo ni sehemu na ni mali yake. Sote ile sense of ownership ya diocese ndio ambayo tunataka kujenga katika jimbo letu. Kwa hiyo tunasafiri pamoja kama familia ya Mungu, na ninafurahi kwamba tumeweza kusafiri pamoja vizuri, na kwa yale machache tuliyofanya katika kipindi cha miaka miwili imekuwa kwetu ni shule kutusaidia kwa miaka mingine ya mbele tunakoenda. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo. Si kazi rahisi kupokea majukumu makubwa kama haya. Naomba niketi. Kwa kweli kwanza nilipata simu, niliitwa kwa simu ya WhatsApp na Nuncio, balozi wa Baba Mtakatifu nchini Tanzania. Ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 10 2023, siku ya Jumamosi masaa ya mchana. Alinipigia na akaniuliza, wewe ndio Eusebio Kiando? Nikasema ndio. Uko wapi? Nikamwambia niko Njombe. Akaniambia sasa una nafasi kuja Jumatatu tarehe 9 ofisini kwangu. Niliangalia ratiba, niliona tulikuwa na mafungo ya mapadri, nikasema sina nafasi. Akaniambia sasa ninaomba ufanye juu chini ufike, kwa sababu lazima ufike, nina nia ya kuongea na wewe ofisini kwangu hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo Jumapili nilipanda basi ABC mpaka Dar es Salaam, na baadaye nilifika ofisini kwake, lakini aliniambia saa 4:30, mimi nilifika saa 4:15. Nilipoingia ofisini akasema mbona umefika mapema? Nikasema ni ngumu sana timing kwa foleni za Dar es Salaam. Na sikujua kwa hakika ameniita kwa masuala ya waskofu au ni masuala mbalimbali ya maendeleo ya kijimbo, kwa sababu wakati ule nilikuwa kama contact person wa jimbo nikimsaidia askofu msimamizi wa jimbo, Askofu Ndimbo. Kwa hiyo hata nusu aliyepita Amerika alikuwa na kawaida kunipigia simu kujua tunavyoendelea wakati huo. Nikadhani huenda ikawa ni hiyo, lakini kiasi fulani nilianza kuhisi huenda ikawa ni habari hii ya askofu. Kwa hiyo nilipofika alianza kuongea mambo ya maendeleo ya jimbo, mnaendeleaje kiuchumi, mahusiano na shughuli zingine za uchungaji. Ghafla kaingiza hiyo mara moja, akasema Baba Mtakatifu, unajua amekuteua wewe kuwa askofu wa jimbo la Njombe. Ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu majukumu haya
unaona kama si kitu halisia, yani mazingira yale ni kama ndoto hivi na mpaka urudi katika hali yako na kusema sasa hii ni kitu halisi, ndio majukumu yanakuja. Ilichukua muda lakini basi baadaye nilikaa kimya na mjumbe wa Baba Mtakatifu huyu Nuncio Angelo Catino ndio aliyeniita na akaniuliza, vipi unapumua? Bana alio nimekaa kimya, ghafla nikamwambia niko mzima. Akasema unasemaje? Unakubali unakataa? Najua anasema Baba Mtakatifu amekuteua, alafu utakuwa na nguvu gani ya kusema kwamba mimi ninakataa? Haikuwa rahisi. Kwa hiyo nilimwambia mimi sina uwezo wa kukataa mwaliko wa Baba Mtakatifu, na hivyo niko tayari kupokea majukumu yale ambayo mama kanisa amenipangia. Kwa hiyo kutoka hapo tukawa tunapanga sasa tarehe lini itangazwe rasmi. Tukakubaliana iwe tarehe 19, na ilikuwa pia ni siku ambayo ilikuwa jubilei ya mapadre, walikuwa naadhimisha miaka 25 na 50. Kwa hiyo walipofika ndio ikatangazwa rasmi kwamba sasa wewe huyu ndiye askofu wenu mteule wa jimbo la Njombe, na taratibu zingine ziliendelea, maandalizi na nini, mpaka tarehe 14 2024 Januari ndio nilisimikwa na kuwekwa wakfu kama askofu wa jimbo hili. Historia yangu si fupi, kwa sababu nimekuwa nikienda mahali na mahali. Baada ya kupata upadre nilitumwa parokia fulani kule wilaya ya Ludewa inaitwa Mlangali, na nikaa tu. Kwanza nilianza Matamba huko milimani kwa miezi 8 hivi, alafu baadaye nikahamishwa nikapelekwa parokia ya Ludewa huko inaitwa Mlangali, na baada hapo nikaletwa seminarini. Tulikuwa tunaanza seminari yetu ya St. Joseph Kilocha, na pale nikaa kwa muda, alafu nikapelekwa masomoni kule Mwanza St. Augustine University, ambako baada ya miaka 3 nilimaliza masomo katika mambo ya fedha na uhasibu. Alafu nikabakizwa pale kama mwalimu. Baadaye nikapelekwa kusoma Australia kwenye State University na Tasmania University kwa miaka 2 kwa masters ya uhasibu. Na baadaye nikarudi kufundisha. Baadaye nikapelekwa Italia tena kwa ajili ya masomo. Nilichukua masters ya usimamizi wa biashara. Nikarudi na baadaye nikapelekwa Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya mitihani ya bodi ya uhasibu CPA. Nilifanya na nikagraduate 2010. Nikarudi kule tena kufundisha. Baadaye askofu wa hapa hayati Alfred Maluma aliniomba nije kusaidia kuweka mfumo wa fedha kijimbo. Nikarudi 2011 kwa mwaka mmoja tu, alafu baadaye nikarudi, na baadaye ndio nikatumwa benki ya Mkombozi, na kule ndio nilifanya kazi kwenye kurugenzi ya fedha ya benki ya Mkombozi kwa miaka karibu 3 hivi, karibu 4 hivi. Nilifanya kazi pale, na baadaye nikaenda kusoma doctorate kule Nairobi, KUEA, Catholic University of Eastern Africa. Na baada ya wakati wa corona ule ndio nilikuwa mwishoni kabla defense ikatokea corona. Kwa hiyo nilirudi hapa. Wakati nimerudi hapa kusubiri mambo ya corona yatulie, ndio baadaye askofu akafariki, na nikakabidhiwa majukumu yale kama msaidizi wa Askofu Ndimbo kama contact person. Na katika kipindi hicho niliendelea kufuatilia masomo yangu kumalizia online virtually, na baadaye nilimaliza, niliitwa kwa ajili ya defense, nikafanya defense, nikarudi. Na mwishoni nilipoteuliwa, ndio wakati ule niliitwa kwenye mahafali. Nilipata barua ya kuteuliwa na nilipoitwa na Nuncio, na wakati huo nikapata barua ya mwaliko kwenda kwenye mahafali yangu kule Nairobi. Kwa hiyo nilienda kule kama askofu mteule na nikapata cheti changu, nikagraduate, alafu nikarudi hapa kuendelea na maandalizi kwa ajili ya uaskofu. Ndoto ya kwanza ilikuwa kuwa padre. Hii ndio niliyotamani muda mrefu toka nikiwa mdogo, nitamani kuwa padre. Na baadaye nimshukuru Mungu nilipata upadre. Na
kila nilipoenda nilidhani hapa ndio nitaanza maisha yangu na yatakuwa hapa. Kwa hiyo nilipoenda Matamba, nikaja upande wangu Matamba, nikahama, nikaenda Mlangali, parokia Mlangali, nikadhani hapa basi nitakuwa hapa kwa muda wangu, maisha yangu yote. Kwa hiyo mambo ya uaskofu hayakuweza kuja. Na baadaye nilipohamishiwa seminari Kilocha, tunaanza seminari pale, na nilidhani sasa nimefika. Kama kinachoweza kufuata hapa ni kwenda kuchukua pengine degree ya mambo ya elimu ili nirudi kufundisha kama jalimu pale katika seminari yetu ya St. Joseph Kilocha. Na kwa kweli nilidhani sasa hapa natulia, lakini ndani ya miezi 6 ndio nikapelekwa kusoma kule Mwanza St. Augustine University. Na nilipofika kule nikawa na mawazo kwamba hebu na mimi nihangaike, mbona kuna mapade wengine maprofesa wa university ninaojua wale walioko University Dar es Salaam na mahali pengine, hebu na mimi ni struggle niweze kufikia huko. Ndio ndoto yangu ilikuwa niwe padre na profesa nifundishe university. Na ndio maana kila mara hata nilipotolewa nikapelekwa Mkombozi, mawazo yangu yalibaki yale ya university. Kwa kweli nilifanya kazi Mkombozi, lakini ndoto yangu ilikuwa hiyo. Niliporudi tena kwenda chuo kikuu kwa ajili ya kufanya doctorate nilifurahi sana. Na hivyo nikawa nasema sasa nina uhakika nitakuwa profesa ndani ya miaka 5. Kwa kweli ndio nilivyofikiri hivi. Na uaskofu pia haukuja hata tulipopata msiba ule wa askofu kufariki, kufikiri kwamba mimi ndio nitachukua nafasi. Sikufikiri. Nilikuwa na sababu za msingi sana. Ya kwanza, sheria inataka tu anayekuwa askofu walau awe na degree ya uzamili ya masomo ya teolojia, kama asome labda biblical theology, awe moralist, au asome canon law, vitu kama hivi. Na mimi nilikuwa na bachelor tu ya biblical theology ambayo nilifanya seminari Kuperamio. Kwa hiyo nilijua kigezo hiki kinanifanya mimi siwezi kuwa huko. Lakini pia nilifikiri juu ya umri. Nikaona maaskofu wengi wanaotajwa katika majimbo mbalimbali ni miaka 40 na kitu, akichelewa sana 52. Mimi nilikuwa tayari na 59. Kwa hivyo nikajua mimi simo. Kwa kweli ni mtu ambaye nilikaa nikarelax kama kiti cha nyuma kusema sasa katika mchakato huu mimi haunihusu. Haunihusu. Lakini basi nikashangaa katika hayo yote ambayo nilidhani yangekuwa ni sababu ya kutokuwa kwenye orodha ile, nikaitwa kuwa hivyo. Kwa hivyo kwa ufupi sikufikiri, na mengine yaliyofanya nisifikiri kabisa. Hata baada ya kukosa askofu, tunajua kwa vyote tutapata askofu jimbo ndani ya jimbo, ni kwa sababu ya yale niliyoyaeleza. Lakini jimbo letu lina mapadri wengi. Kati ya majimbo ambayo mapadri wengi na wazuri ambao mimi nilikuwa natazama fulani na fulani na fulani huenda wakaweza kuwa maaskofu wetu. Kwa hiyo tuna utajiri wa mapadri wengi. Kwa hiyo yeyote yule angeweza kuwa. Mpaka leo nafikiri kwamba si mimi kwamba ni bora zaidi kuliko mapadri wengine wote. Basi nasema kati ya wengi basi Mwenyezi Mungu ameamua mimi niweze kuwaongoza wale wengine wenzangu. Mimi nadhani jimbo la Njombe kiimani kwanza, wamisionari wetu walitujengea misingi mizuri sana katika imani kwa watu. Tulikuwa na wamisionari wa Konsolata, unapovuka mto hapo Ruhuji upande wa huko kaskazini, lakini upande wa kusini huku wamisionari wa Benediktini. Hawa walipanda mbegu ya uhakika ya imani mioyoni mwa watu kutoka kwa wazee wetu na hata na watoto waliofuata. Na hata sisi leo hii tunajivunia, tunaweza kuona watu wana imani, lakini ni msingi uliojengwa, msingi mzuri na wamisionari wetu. Na hivyo ningeweza kusema tunavyopima kutoka vigezo mbalimbali vya kuangalia imani, na hasa upokeaji wa masakramenti, mahudhurio katika Dominika, ushiriki katika vyama vya kitume, majitoleo katika shughuli za ujenzi wa kanisa na vitu kama hivi, tunavyoona watu wanavyojitoa, na unaona kweli imani katika jimbo la Njombe iko hai. Ningeweza kusema kabisa kwamba tunamshukuru Mungu, tunaona imani, watu wana imani, imani ya ukomavu kabisa, watu wana imani. Na upande kwa uchungaji, ni jimbo kubwa katika uchungaji, na hivyo inatupasa kusafiri sana pia, lakini tunafaulu kufanya uchungaji
kwenda sehemu mbalimbali. Kwa mfano kama mwaka uliopita tumeweza kuzungukia jimbo zima. Kulikuwa na kamati ya halmashauri ya walei walikuwa napita kila parokia kwa ajili ya kuhamasisha shughuli za kujitegemea na nini, lakini kulikuwa na kamati nyingine ambayo ilikuwa kazi yake kuangalia swala la uchungaji, vipindi vya dini mashuleni na vitu vingine. Walipita parokia moja baada ya nyingine. Tuliona kuna kazi kubwa inafanyika. Kwa hivyo ningeweza kusema hata swala uchungaji kwa namna fulani hatujafikia kiwango cha juu sana, lakini nadhani tunaendelea vizuri. Narudia kusema wale wenzetu walitengenezea miundombinu mizuri sana ambayo inatufanya kazi ya uchungaji katika jimbo la Njombe siwe ngumu, kwa sababu mambo yale yamewekwa. Ni nyinyi tu wenyewe kujipanga vizuri na kuona namna gani ya kufanya ili kuweza kuimarisha uchungaji katika jimbo letu. Kuhusu swala la miito, tuna miito ya upadre, utawa, makatekista, lakini pia wito wa ndoa. Tukianza na miito ya pekee kama upadre, jimbo la Njombe tuna mito ipo na hali si mbaya. Walau kila mwaka tunaweza kupadirisha. Kama juzi tumekuwa na mashemasi 2, lakini kwa kawaida kila mwaka tunapata mashemasi na mapadre mwaka unaofuata. Kwa hivyo ningeweza kusema hali ya miito inaridhisha. Tuna idadi nzuri pia mapadre. Mapadre mpaka sasa tuna mapadre 123 wapo wanafanya kazi katika idara za baraza la maaskofu na majimbo mengine, lakini wapo karibu 90 hivi wanafanya kazi ndani ya jimbo. Lakini tuna waseminari wa kutosha pia. Waseminari tunao jumla waseminari wakubwa ambao ndio tunawategemea watakao mapadre baadaye. Tunao waseminari 60 ambao wako katika seminari mbalimbali katika nchi yetu, seminari kuu kama kule Kibosho Moshi, tunao pia Mtungamo kule Bukoba, tunao pia Mwenda Kulima kule Kahama, tunao pia Kipalapala kule Tabora, na wengi zaidi wako seminari kuu Peramiho jimbo kula Songea. Kwa hivyo upande wa miito ningeweza kusema hali inaridhisha. Upande wa miito ya watawa, watawa katika jimbo la Njombe wanakwenda mashirika mbalimbali na sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi. Na kwa ndani hapa kwa sababu tunaalikwa kwenye nadhiri, askofu anaenda pale kusimamia mambo ya nadhiri. Tumeona walau kila mwaka kama Imiliwaha kuna shirika la watawa Mtakatifu Agnes, nyumba ya Imiliwaha iliyopo jimboni Njombe, nyumba ya Mtakatifu Gertrude pale, kila mwaka tuna nadhiri za mabinti wa nadhiri za kwanza, nadhiri za daima. Kwa hiyo mnaona hata upande wa miito ya utawa tuko kwa jimbo letu miito inaenda vizuri, na makatekista hali kadhalika. Na sasa hivi naona kuna mwamko wa mabinti wengi kujiunga katekista kuliko vijana wa kiume. Kwa hivyo lakini tunamshukuru Mungu kama kuna mwaliko na vijana wanajisikia wito kumhudumia Mungu katika nafasi ya katekista. Hiyo hatujali jinsia, tunajali wito. Kwa hivyo tunao. Lakini pia kwa miito ya ndoa inaweza kuwa ni changamoto kidogo, lakini mwaka huu wa jubilei kuu kumekuwa na mwamko mkubwa sana. Wengi wamefunga ndoa katika kipindi hiki, zaidi ya majozi 2400 wamefunga ndoa ndani ya mwaka moja kama sehemu ya maadhimisho katika huu mwaka mtakatifu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Miito katika jimbo la Njombe ningeweza kusema inaridhisha, na tunaendelea kuomba iendelee kwa sababu watu wanaongezeka, watenda kazi lazima waongezeke ili tuweze kukamilisha kazi ya uchungaji katika jimbo letu.